mwezi wa Januari mwaka huu mnamo wa saa 3 asubuhi, polisi ambao wanaitwa Corporal Muriuki, PC Kikoech, PC Ndungu, wote ambao wanafanya kota Nairobi Railways, waliweza kupata ujumbe kutoka kwa mwananchi kwamba kulikuwa na kijana mdogo ambaye alikuwa anahusika na bangi, na huyo kijana alikuwa anaelekea kutoka Nairobi akienda sehemu ambayo inaitwa Landmawe Estate. Ngoja usikize zote alafu tueleze, sawa? Ulikuwa unatoka, alikuwa anaenda town na ulikuwa umetoka Landmawe. Ulikuwa umetoka town Nairobi. Ulikuwa unaenda town umetoka Landmawe Estate. Na kwa kutumia ujumbe ambao alikuwa amepata, polisi waliweza kuelekea pale walikuwa wanaelekea pale Railways Police Station, na uliweza kutambuliwa kwa ile description ambayo polisi walikuwa wamepewa. Waliweza kukusimamisha na ulikuwa unakaa uko na wasiwasi. Hapo ndipo waliweza kukunasa na kupeleka katika police station na kukuuliza maswali huko. Waliweza kukufanyia upekuzi, na kwa hiyo upekuzi kwa mwili waliweza kukunasa na roll za bangi 18 ambayo ilikuwa kwa jacket kwa mfuko wa kulia, ambayo hiyo jacket inasemekana ulikuwa unaivaa hiyo siku. Hapo ndio walikuarrest na wakakubuka station na wakakushtaki na ya mashtaka ya kuwa na cannabis ambayo ni 18 drops. Na inasemekana hii rolls 18 rolls ya bangi ulikuwa umefunika vizuri kwa plastic bag. Hii 18 rolls iko hapo chini, na vilevile waliweza kuchukua hii baadhi ya hii rolls na wakapeleka katika government chemist ama idara ya serikali, maabara ya serikali, na kuna ripoti ambayo inasemekana kwamba hii kielelezi ambayo iliweza kupatikana nayo ni aina ya bangi ambayo inaitwa cannabis. Meko katika it's a type of narcotic drug ambayo ningependa kutoa hii ripoti na hii rolls ya bangi ambayo ilikuwa imenaswa nao ambayo ni DIT kama exhibit. Mmoja kwanza tu amalize alafu utaongea tafadhali. Ni kweli kwamba uliweza kupatikana na bangi? Hii bangi na ilikuwa 18 rolls. 18. Zilikuwa 18. Haikuwa na hizo rangi ziko nayo. Ndio hayo maelezo unasema ni kweli? Nataka umesikiza maelezo yake yote. Hiyo maelezo ni kila masiku kweli. Hiyo bangi iko na hiyo rangi kwa vile imepelekwa kwa government chemist. Kwa government chemist ndio rangi ya blue imekangwa zikikaguliwa.
Hiyo maelezo mengine ilikuwa ukweli? So the accused person is convicted on his own plea of guilty. Koti itakuhukumu kwa sababu nikubali maelezo ya upande mashtaka anasema hakuna rekodi zako za awali. So look in education. Uko na shida gani ama jambo gani unaweza ambia koti kabla ya hukumu? Shida yako nayo. Si kulingana na cash bail, kulingana na hii makosa. Kuna jambo ya kueleza koti ili kusikilia huruma kabla ya kupatia hukumu yako. Mimi sina mtu yoyote mwenye anaweza nisikiza nyumbani. Sina rafiki yeyote. Niko tu almost straightforward. Natafuta kitu naingia ndani ya mtaro. Mmoja nitakatia kwamba nipate kidogo cha kukula. Unaweza kuzingatia malilio yako. Kesi yako itaweza kutajwa tarehe 28 mwezi huu ili kwanza tupate ripoti yako kutoka kwa afisa wa probation.